Kurasa. Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa, upate dakika chache za kukuletea machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze kukupegulia Kurasa kwa hili. Wananchi wa Tabata Mwananchi jijini Dar es Salaam wameendelea kutoa malalamiko yao kuhusu ukosefu wa kituo cha abiria baada ya kituo chao kubomoka kutokana na kugongwa na magari ya mizigo. Wakazi hao wanasema hali hiyo imewaathiri kwa muda mrefu, kwani wanalazimika kusubiri usafiri bila hifadhi, hasa wakati wa jua kali na mvua. Huwa anafanya biashara maeneo haya, yani mwenyeji katika eneo hili. Kwa kweli hiki kituo kinaleta adha sana. Hasa ukiangalia kipindi cha mvua, kipindi cha jua kama hivi, yani hapa serikali wako wanatakiwa watafute namna ya hiki kituo. Ila changamoto tunayopitia hapa ni kama unavyoona, kituo chetu hakijaweza kutengenezwa, kwa hiyo kipindi cha mvua tunapata changamoto sana hata kujiegesha. Abiria anakuwa na changamoto kwa sababu gani? Anaweza kwa kutoka asubuhi, anaweza kwenda kutoka saa 11 anakuja kituoni, labda bahati mbaya anaweza kaja mvua. Kwenye kituo unajikuta hamna kituo aina yoyote kujikinga mvua. Anasubiria gari inakuja kwa muda mrefu. Unaona kwa anakuwa na changamoto. Kwa hiyo naomba serikali ingejitahidi kwa kweli abiria ijaribu kuangalia kuwatengenezea vituo. Kwa unasimama muda mrefu kusubiria gari na mnasimama afu najua linawapiga. Kwa hiyo tunaomba ombi letu, labda angetusaidia kutujengea kituo kile cha kusubiria daladala. Wengine ni wamama na watoto. Tuendelee na Kurasa. Wananchi wa Mwembe Yanga Dar es Salaam wameeleza malalamiko yao kuhusu kituo cha daladala cha eneo hilo, wakidai kinasababisha msongamano mkubwa wa magari na changamoto kwa watembea kwa miguu wakati wa kuvuka barabara. Kutokana na changamoto hizo, wananchi hao wameiomba serikali na mamlaka husika kutafuta suluhisho la kudumu, ikiwemo kuweka kituo rasmi na miundombinu bora itakayorahisisha usafiri. Hiki sio kituo rasmi, lakini hii ni sehemu maarufu, watu wamegeuza kama kituo. Lakini ukiangalia hapa hakuna kituo. Kwa hiyo inapofikia mida ya asubuhi au jioni kunakuwa na foleni ambazo hazina msingi wote, ambazo zinasababishwa na daladala zinazopakia hapa. Mara nyingi hapa pametokea foleni kubwa na msongamano wa magari makubwa kwa sababu ya eneo finyu ambalo limekosa kuwa na kituo rasmi. Kwa sisi tunaomba serikali jaribu kuliangalia hili. Watutafutia kituo ambacho kitakachokuwa rafiki kwetu sisi watumiaji wa barabara, kuanzia vyombo vya usafiri pamoja na tembea kwa miguu. Kwa hiyo kama kuna sehemu yote ambayo iko mbadala hapa maeneo Mwembe Yanga, watuwekee kituo cha kisasa ambacho mtu anaweza mvua kinyesha akaja kusubiri gari na asipate adha yoyote. Kwa hiyo mimi naomba serikali kama serikali kupitia vyombo vyote vinavyohusiana na mamlaka ya barabara, usimamizi wa barabara, ituangalie kwa jicho la pili maeneo haya, kwa sababu ni adha kubwa jioni na asubuhi. Tumalizie Kurasa kwa hili. Wananchi wa maeneo ya barabara ya kutokea Veterinary hadi Tandika jijini Dar es Salaam wameeleza wasiwasi wao kuhusu ufinyu wa barabara inayounganisha maeneo hayo, ambayo inasababisha msongamano mkubwa wa magari. Wakizungumza na Kurasa, wameziomba mamlaka husika kutanua barabara hiyo ili kupunguza adha kwa watumiaji. Ufinyu wa barabara ni nyembamba, kwa hiyo barabara ingewezekana kidogo TARURA wenye mamlaka na kupitia wilaya yetu ya Temeke na mkoa kwa ujumla wangeweza kulifanyia kazi hilo jambo, liwe kazi cha kutanua barabara iwe pana kidogo, iweze kuweka hali sawa sawa, kwa sababu mara nyingi zikikutana gari hapa kutakuwa na foleni kubwa sana, ambayo ni sehemu ni ndogo lakini kuna foleni kubwa. Hata hapa kustahili kuwa na foleni kwa sababu sio sehemu ya magari ya msukumko mengi kusumbuana. Kwa hiyo naamini wakifanyia kazi jambo hilo tutakuwa na jambo sema na usalama utapatikana kwenye barabara yetu ya maeneo ya Temeke hapa. Pia vile barabara, ufinyu wa barabara hii hapa ni nyembamba zaidi hapa kwenye kukaribia kwenye hii junction. Nayo ni shida. Nayo vile tungewaomba TARURA waliangalie hilo ili kuitanua hii barabara hapa kwenye hii junction. Eneo lenyewe kutokana na kunakuwa na msongamano hasa wakati wa jioni, yani kutokana na ufinyu wa barabara yenyewe na ubovu wa barabara kiujumla pia. Kwa tunaomba kama naweza tukafanywa marekebisho kidogo hapa ili mradi na sisi tuendelee kufanya shughuli zetu vizuri zaidi. Tumekufungulia na kukufungia Kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tafadhali usikose kuangalia Kurasa. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kukuletea Kurasa kwa leo, jina langu ni Exaudi Mtei. Endelea kuangalia vipindi bomba na makini kutoka hapa EATV. Kurasa.